tunaishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kuendelea kulinda na upatikanaji wa haki kwa wanawake kupitia kampeni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia. Kampeni hii inayotekelezwa nchi nzima inalenga kutoa elimu ya msaada wa kisheria kwa wananchi, hususani katika masuala ya ukatili wa kijinsia, migogoro ya ardhi, mirathi na usuluhishi wa migogoro. Wanawake wamekuwa wanufaika wakubwa wa kampeni hii, kwani ndio waathirika wakubwa wa ukatili na migogoro mbalimbali. Kwa kuzingatia kwa kampeni ya msaada wa kisheria ni bure, wanawake wameendelea kupata haki zao kwa urahisi. Ndugu mgeni rasmi, mbali na juhudi zinazoendelea kufanyika kuhakikisha wanawake wanaishi katika mazingira rafiki, wanawake bado wanafanywa unyanyasaji katika jamii. Hadi sasa bado kuna mila na desturi kandamizi zinazofanya wanawake na wasichana washindwe kupata haki zao za msingi na kutimiza ndoto zao. Mfano, desturi hizi ni kurithi wajane na ndoa za utotoni, desturi za watoto wa kike kuzaa mapema kabla ya umri halali inayokosesha haki yao ya msingi ya kupata elimu na inaweza kuwasababisha vifo wakati wa kuzaa. Hivyo tumekuwa tukitoa elimu kwa jamii ili iweze kubadilika kupitia makongamano mbalimbali mashuleni, vioni na redio zinazopatikana katika eneo letu. Lakini sasa hivi watoto wote ni sawa. Ndio maana unakuta sasa hivi hata familia zina hali ya utengamavu mzuri, kwa sababu haki inakwenda kuwa sawa. Lakini niseme kitu kimoja, hii haki ya 50-50, 50% kwa 50, tunaiona inakwenda vizuri katika maana ya nyanja mbalimbali za kiutawala na shughuli mbalimbali. Lakini tunaomba sana mwanamke uwe bado ni msingi mkubwa kabisa ndani ya nyumba, kama katibu wa familia, kuhakikisha mwenyekiti wako ambaye ni mme wako aweze kusimama imara na kufanya kazi vizuri. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Sasa tusije tukarudi 50-50 hadi nyumbani, alafu tunataka haki sawa sawa, lakini kuna mambo ambayo heshima lazima iwepo ili kuleta ustawi ndani ya familia. Nina uhakika ipo siku kwenye mambo ya kiutawala tutakuwa 50% kwa 50 au zaidi ya 50. Lakini wanawake lazima mfahamu, sasa hivi ni wakati wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ni mwanaume au mwanamke? Kwa sasa hivi ni zama zenu na kila kitu tunaona kinakwenda vizuri. Mwanamke ni kiumbe wa tofauti, ana sifa tofauti, na ndio maana tunapoongelea kauli mbiu ya leo ina maana kubwa. Kauli mbiu inasema haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira ya 2050. Sasa mithali inasema mwanamke ana sifa nyingi kama 7 au 8. Ya kwanza, mwanamke ni kiumbe mwenye utu. Mwanamke ni kiumbe mwenye subira. Mwanamke ni kiumbe mwenye bidii. Mwanamke ni kiumbe mwenye ukarimu. Mwanamke ni kiumbe mwenye ujasiri, lakini ni kiumbe mwenye hekima. Lakini mwisho kabisa wanasema ni kiumbe wa kujitolea, maana yake ni kiumbe mwenye mapendo. Ndugu zangu wananchi, akina mama na wasichana mliopo hapa, mimi ninawapongeza sana. Amesema hapa katibu tawala wetu, wanawake wa Njombe ni tofauti, na mimi naungana mkono kabisa na yeye. Wanawake wa Njombe ni tofauti, sio wanawake ombaomba, sio wanawake wanaobabaishwa, ila na ni wanawake wanaotaka maendeleo, wanaotaka maendeleo na wana kiu ya maendeleo kweli kweli. Kazi ya kulea watoto sio ya mama peke yake. Kwa hiyo siku ya kina mama, napenda nitoe wito kwa kina baba kwamba tuchukue jukumu letu, turudi kwenye mstari, tujue kwamba ili tupate maendeleo tunahitaji kushirikiana na kina mama ambao kwa kweli wako mstari wa mbele kutafuta maendeleo na wana kiu kubwa ya maendeleo. Wananchi, pia ni wajibu kwa kila mtu kutafakari athari za ukosefu wa elimu kwa watoto wa kike, hasa katika zama hizi za Tanzania ambayo inakwenda kwa kasi kwenye maendeleo ya kilimo na viwanda. Ndugu zangu, kuna athari kubwa sana kutosomesha watoto wa kike. Kulikuwa na
hili tatizo kubwa sana huko nyuma la kuona kwamba mtoto wa kiume ndiye asomeshwe. Watu ambao hawakusomesha watoto wa kike, tunaongelea watu wa umri wangu, wameona madhara makubwa ya kutosomesha watoto wa kike. Nina hakika wote tumepata hilo funzo. Hao wakuu wa idara, mmeona mwanaume pale? Mmeona mwanaume hapo? Hakuna. Kama wapo kule, lakini waliopo hapa mmeona. Ni kwamba wamesoma, wakaelimika, wakapata kazi, wakapata madaraka na mamlaka. Hao ni akina mama. Kwa vile walisoma, walisomeshwa na wazazi wao. Mimi niwaombe sana, tuendelee kusomesha watoto wote kwa kasi kubwa. Watoto wa kiume tusiwaache, lakini tusomeshe wote kwa kasi kubwa. Na mimi nafarijika sana, mke wangu yuko hapa, na bahati nzuri huyu ni mama wa watoto 3 wa kike. Mama wa watoto 3 wa kike, wazuri kweli kweli. Na mmoja tumeozesha. Sasa namshukuru Mwenyezi Mungu, ilimpendeza tukawasomesha vizuri. Na tunataka tuwe mfano kwa watu wengi. Mtoto wetu wa kwanza sasa hivi sio tu anafanya kazi hapa Tanzania. Watu wa Kenya wamemchukua, anafanya kazi Kenya. Na sio tu wamemchukua, alikwenda kushindanishwa na Wakenya na watu wa Afrika Mashariki kwenye kutafuta hiyo kazi. Walikuwa wanataka mtu mmoja. Alikwenda akafanyiwa usaili, akapita interview 4. Ndio wakamchukua Mtanzania kutoka Uwemba kwenda kufanya kazi Kenya. Ndugu zangu, naongea kitu cha kweli. Wale wa Kenya, manake ofisi iko Kenya na ni ofisi kubwa, benki kubwa iko Kenya. Wale wa Kenya imewauma sana na inaendelea kuwauma. Na kila wakati wanauliza, una uhakika wewe ni Mtanzania kweli? Kwa sababu hawaamini kama Mtanzania, mtoto wa kike anaweza akafika akafanya kazi Kenya na akawazidi wa Kenya, akashindana na wa Kenya na akawazidi. Kwa hiyo mimi nasema hakuna lisilowezekana, na yeye ni mfano mmoja mdogo katika mifano mingi ya wanawake ambao wamefanya makubwa kwa sababu walipewa nafasi ya kusomeshwa. Niwaombe sana mama zangu, baba zangu, kaka zangu, wadogo zangu, wana Njombe, tumesogeza, serikali yetu imesogeza kwa kasi sana miundombinu ya elimu, imeboresha. Halmashauri yetu, madiwani wetu wamepambania na wanaendelea kupambania uboreshaji wa miundombinu ya elimu. Tumeongeza vyumba vya madarasa, tumeongeza miundombinu mbalimbali kwa nia ya kuhakikisha watoto wote wanasoma na hasa wa kike. Niwaombe sana na kwa dhati kusomesha watoto wetu, na kwa muktadha huu kusomesha watoto wa kike. Watoto wa kike ni mtaji mkubwa sana. Zamani mimi nilikuwa natishiwa kwamba usipokuwa na mtoto wa kiume inakuwa ni hatari, yaani watu wanakuwa na wasiwasi. Sasa mimi nimegundua kumbe akina baba wenye watoto wa kiume watupu ndio wenye matatizo makubwa kweli kweli. Wana matatizo makubwa, na alisema toka rohoni. Usikia mtoto hajali, harudi, bangi, ulevi, amehamia kwingine kule, amesahau nyumbani. Lakini mtoto wa kike asahau nyumbani. Kweli si kweli jamani? Hasahau nyumbani. Takwimu zinaonyesha kwamba idadi ya watoto wa kike walioandikishwa imeendelea kuongezeka. Mpaka sasa mwaka huu 2026
jumla ya watoto wasichana 2189 wameandikishwa darasa la kwanza na 1663 darasa la awali. Sasa inaonekana ni idadi kubwa. Cha muhimu kuliko vyote ni kuhakikisha kwamba hii namba tunakwenda nayo. Maanake kuandikisha na kuanza ni jambo moja. Kutoboa mraba ndio jambo kubwa kwa sisi wazazi, kuhakikisha kwamba wanakwenda mpaka ngazi ya mwisho. Njombe yetu hii tutajibadilisha kiuchumi kwa kuwa na wananchi walioelimika, wananchi ambao wanajitambua na wananchi ambao wanajua uchumi ni nini kupitia elimu. Nimalizie kwa kusema maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani yanatukumbusha na inaikumbusha jamii yetu haki za wanawake ili kupunguza wimbi la unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake. Ni muhimu tukatathmini na kumlinda mwanamke, kwani ndiye mlezi wa jamii, kwani ndiye chanzo cha maisha, na Wakristo wanasema ndiye chanzo cha wokovu.